Kwa hiyo mtoto anapokuwa na kilo 3.6 na ni wiki 34, inamaanisha ni miezi 8. Vitu ambavyo sisi tunapenda kuvizingatia, cha kwanza ni jinsi ambavyo utakapojifungua. Kama mtoto ni mkubwa, kujifungua mara nyingi unaweza kupata changamoto. Inamaanisha unaweza kujifungua na mwisho wa siku ukajikuta kwamba unashindwa kujifungua kwa njia ya kawaida kwa sababu mtoto ni mkubwa. Kwa hiyo hali kama hii mara nyingi tunapenda kushauri wa mama kwamba unaweza kujifungua kabla ya wakati. Inamaanisha hatusubiri mpaka mimba ifike miezi 9. Inabidi tukuzalishe mapema ili kuhakikisha mtoto wako hawezi kukua sana, ili wewe mwisho wa siku uweze kuhakikisha kwamba unaweza kujifungua kwa njia ya kawaida. Kama kutakuwa hakuna kitu kingine ambacho kitasababisha usijifungue kwa njia hiyo ya kawaida. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna kitu ambacho kinasababisha usijifungue kwa njia ya kawaida, basi inabidi ujifungue kwa operation, kwa sababu ukiamua kujifungua kwa njia ya kawaida unaweza kupata changamoto zaidi. Nafikiri kuna watu ambao mmeweza kuwaona kikawaida ni kwamba mtu anaweza kama amejifungua na mwisho wa siku kama mtoto ni mkubwa anachanika vibaya sana. Kuna wengine wanapata fistula ambayo inaweza kuwa ni VVF au RVF. Watu wengine wanaweza kuchanika vibaya, tunasema 4th degree perineal tear. Na tear kama hizi ni mbaya sana. Kwa hiyo kikubwa cha msingi, kama utakuwa una mtoto mkubwa na miezi ni 8, basi ni vyema sana ongea na daktari ili kuweza kuona jinsi gani daktari anaweza kufanya ili aweze kukupa njia sahihi ya kuweza kujifungua na ni muda gani wa kuweza kujifungua. Endelea kufuatilia clip ya 3 ili kuweza kujua kwa nini muda mwingine unakuwa na watoto wakubwa wakati bado mimba haijafika miezi 9.